Hujambo mwanafamilia wa Ambayo TV, ni kukaribisha katika YouTube channel yetu mahali ambapo sisi tunakupatia yale yote ambayo yanatokea kila siku na kila saa. Na hivi sasa tunajielekeza hapa ambapo jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limekanusha taarifa zinazosambaa mitandaoni zikidai kuwa Padri Josephat Misigaro, paroko wa parokia ya Nguruka wilayani Uvinza, pamoja na wananchi wawili wanaofahamika kwa majina ya Vedasto na Selule wametekwa na watu wasiojulikana. Polisi wamesema taarifa hizo ni za upotoshaji na hazina ukweli wowote. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma ACP Filimoni Makungu, siku ya Jumamosi Novemba 22 mwaka 2025, padri huyo aliitwa Novemba 20 mwaka 2025 kwa mahojiano kuhusu tuhuma za kijinai, na baada ya mahojiano aliweza kuachiwa huru. Kuhusu wananchi wanaotajwa kutekwa, polisi wamesema hakuna taarifa yoyote iliyoripotiwa kuhusu watu hao kupotea. Na nukuu taarifa hiyo ikisema kwamba kuhusu Vedasto na Selule wanadaiwa pia kutekwa, taarifa hiyo sio ya kweli, kwani hakuna taarifa iliyoripotiwa ya watu hao kupotea. Hata hivyo, endapo kuna mtu yeyote ambaye amepotelewa na ndugu au jamaa, afike kituo chochote cha polisi kuripoti ili ufuatiliaji ufanyike kumtafuta ndugu yake, ameweza kueleza. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limewaomba wananchi kuendelea kuwa watulivu wakati ufuatiliaji juu ya waliotoa na kusambaza taarifa hizo za upotoshaji ukiendelea, na likasisitiza kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wote watakaobainika kuhusu swala hilo ambalo limeweza kutokea, ama wale wote ambao wameweza kuhusika na kusambaza taarifa hizo. Basi kwa mujibu wa taarifa ambayo imeweza kutolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma ACP Filimoni Makungu, ambapo aliweza kuitoa siku ya hapo jana kwa maana ya Novemba 22 mwaka 2025, ni wanaweza kuchukuliwa hatua za kisheria kwa sababu wameweza kutoa taarifa ambazo pengine hazina uhalisia wowote. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imeweza kutolewa na jeshi la polisi kutoka pale mkoani Kigoma. Wameweza kuwatoa hofu wananchi juu ya masuala ambayo yamekuwa yakiendelea hivi sasa. Unajua watu wengi wamekuwa katika taharuki kubwa, na zinapokuwa zinatokea taarifa kama hizi, basi inakuwa inaongeza ile hali ya taharuki katika jamii, kuamini kwamba kuna mambo pengine yanaweza kawa yanaendelea, na mwisho wa siku akashindwa kuweza kuwafanya watu wakawa na imani na vyombo vyao vya ulinzi na usalama. Jeshi la polisi linapokuja kutoa taarifa kama hii, ni kama wanajivua gamba na kuweza kuelezea hali halisi ya mambo yaliyopo katika jamii, na kuweza kuondoa ile taarifa ambayo pengine ilikuwa ikisambaa kwa kina kikubwa ama kwa ukubwa wake, lakini haikuwa na uhalisia wowote. Bwana, mimi ni David Edward na hii ni Mbayu Online TV. Kama una chochote kile ambacho pengine ungependa kushare nasi, andika maoni yako hapo na itakuwa inapendeza na inakaa vizuri kabisa, ni katika kuonyesha kwamba wewe upo pamoja na sisi.